Wakati Gen Z wanaendelea kuwashambulia misemo ya wahenga wakisema mengine wahenga walikosea, lakini kuna huu upo na nafikiri utakuwa upo sahihi. Kama haupo sahihi ni wewe, lakini unaposema kwamba tatizo kama alipo basi laja, na unaweza kusema ni miongoni mwa misemo ya wahenga. Taarifa kubwa inatoka mitaa ya Msimbazi. Unajua kinachoendelea ndani ya Simba Sports Club baada ya kocha au meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev kufungashiwa virago vyake siku ya jana. Karibu ndani ya Data Sports, mimi na Alois Sagara tuko hapa kukujuza kinachoendelea Msimbazi baada ya kocha au meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev kuondoka. Lakini kwanza Alois Sagara, yes. Kwema kabisa kiongozi? Kwema kabisa, tumekutana tena kwa mara nyingine ndani ya Data Sports. Tunataka kumjuza kinachoendelea mitaa ya Kariakoo. Yes. Hawa tunazungumzia wana Lunyasi Simba Sports Club. Hivi Alois Sagara, hivi uliwahi kupata taarifa ya mshtuko kwenye maisha yako haya ulionayo? Yes, nishawahi kupata taarifa ya mshtuko. Unaona, unajua kama jana alivyofukuzwa meneja mkuu, hata kama ni makubaliano, ile taarifa ina mshtuko fulani, vile umekaa tu unasikia taarifa kwa umma. Na ile rangi ya mnyama yenyewe inatisha, maana wanatumia rangi nyekundu na nyeupe. Kwa hiyo ukiona ile taarifa kwa umma ni lazima ikushtue kidogo, kwa sababu rangi nyekundu ni rangi ambayo ni ya hatari zaidi. Yes. Bana, taarifa unaelewa kushtua ni ya kifo au ni ya nini? Mimi najua taarifa zinazoshtua zaidi sana ni za kifo. Yes, ilikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana, aliweza kutangulia mbele ya haki na apumzike mahala pema peponi. Yes, ilinishtua sana, lakini ya mnyama pia jana sikutarajia kwa nyakati kama hizi kocha anaiongoza timu kwenye michezo walau 4-5 anafungashiwa virago. Ilinishtua kwa kweli. Na klabu ya Simba Sports Club siku ya jana majira ya saa 12 kama sikosei, kwa takriban muda walitangaza page release au taarifa kwa umma ya kuachana aliyekuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba. Lakini sio mada kuu ya kwa nini nimekuambia kuhusu, nilikuwa nakudokeza tu kwamba kilichojiri Msimbazi siku ya jana baada ya kuachana na meneja mkuu wa klabu ya Simba. Kumekuwa na taarifa nyingi kutoka mitaa ya Msimbazi, wote wakinyooshea lawama viongozi wa klabu ya Simba. Walikuwepo baadhi ya wachezaji waliodumu Simba kwa nyakati tofauti tofauti, makocha ambao waliweza kuiongoza klabu ya Simba, wote waliondoka wakinyooshea vidole viongozi wa klabu ya Simba. Tunaanzia hapo kwanza kuhusu viongozi wa klabu ya Simba. Wa kwanza ni Patrick Osems, anakumbukwa vizuri akiwa na mnyama aliweza kufanya makubwa. Wakati anaondoka alisema uongozi wa klabu ya Simba kuna namna au baadhi ya viongozi wanabidi waondoke. Baada ya Patrick Osems, kocha aliondoka hivi karibuni, nafikiri ndo baada yake kuondoka ndo anakuja Dimitar Pantev. Naye namzungumzia Fadlu, naye wakati anaondoka alisema dhana ya Simba ni nguvu moja, iko katika mashabiki peke yake, ila sio upande wa viongozi. Mchezaji wa klabu ya Simba alikuwa ni beki, hapa namzungumzia Shefon Malone, naye wakati anaondoka alisema ndani ya uongozi wa Simba kuna baadhi ya viongozi ndani hawaendani na klabu au na falsafa ya nguvu moja, kwamba kuna upande ndani ya klabu ya Simba. Kila anayeondoka ndani ya klabu ya Simba ananyoshea vidole uongozi unaoiongoza taasisi ya klabu ya Simba. Alois Sagara, yes. Kwa nini kila mtu anayeondoka anaacha amekunyoshea kidole? Ina maana wewe ndio utakuwa na tatizo, sio anayeondoka. Kila anayeondoka anaunyoshea vidole uongozi wa klabu ya Simba. Unajua kuna msemo mmoja wa wahenga maarufu sana. Na kwa siku za hivi karibuni wahenga wamekuwa wakitrendi sana. Gen Z wamekuwa wakitrendisha wahenga. Wamewaandama sana kwa misemo yao. Na kuna msemo mmoja maarufu unasema lisemwalo lipo, kama halipo basi laja. Kwa hiyo umemzungumzia Shefondo Malone, umemzungumzia Patrick Osems, umemzungumzia Fadlu David, lakini pia na kuongezea kocha wa muda ambaye alikopwa kutoka timu ya taifa, ninaweza kusema hivyo, kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini United, ambao walikuwa kwenye benchi la Simba hawana mtu wa kukaa pale. Matola alikuwa na red card, alikuwa alusuka kwenye bench. Fadlu David ndo alitosa timu wakiwa ugenini, kama unakumbuka, kwa juu akaondoka zake. Safari yake anakuambia mabegi yake ameabeba. Wamefika South Africa ikabidi aondoke. Wakati timu inarudi Tanzania, yeye safari yake akaigeuzia hapo South Africa. Unatazama hata kocha wa muda ambaye aliweza kusimamia mchezo mmoja pekee wa kimataifa, namzungumzia Hemed Suleiman Morocco, pia aliweza kuzungumzia uongozi wa Simba kama ni uongozi ambao hauko imara, yani kuna matatizo ambayo wako nayo. Sasa tumejaribu kutrace back baadhi ya kauli
za watu ambao wengine ni wachezaji na wengine ni makocha wamepita ndani ya Simba, na wote wamekuwa kinyoshia kidole eneo la utawala kwa maana ya uongozi ulioko ndani ya klabu ya Simba. Aise, inafikirisha sana kama kila mtu anatoka kauli zake anaunyoshia uongozi, kulaumu ya kwamba viongozi wana matatizo, na bado yale matatizo yamekuwa yakirudia mara kwa mara. Viongozi wanapaswa kujitafakari, na kwa taswira tu iliyotokea juzi kwenye mkutano mkuu imeweza kujionyesha waziwazi kwamba ndani ya Simba kuna mpasuko mkubwa. Ndani ya Simba tunasema kuna matabaka, kuna classes. Nguko. Yes, kwamba kuna pande ziko ukitazama ni kama kuna upande ambao unamsupport tajiri na maanisha Mo Dewji, lakini pia kuna upande ambao ni kama unamsupport mwenyekiti Murtaza Mangungu, lakini pia kuna upande mwingine ambao wenyewe tunasema ni kwenye history kuna kitu kinaitwa non-aligned movement. Yes, wale ambao hawana upande, hawafungamani na upande wowote, wanabaki kuhang. Sasa wale wanatazama upande ambao utakosea wanaushambulia, upande ambao utapatia wanausifia. Sasa ndani ya Simba kuna makundi matatu ya namna hiyo. Kuna upande wa Murtaza Mangungu, kuna upande wa Mo Dewji, kuna upande wa Naam, kwamba wale watu ambao hawana upande wowote. Kwa hiyo ukitazama ndani ya Simba kwa scenarios ambazo zinatokea, wanapaswa kuwa makini na wanapaswa kuchukua hatua za haraka zaidi kuhakikisha ya kwamba wanaondoa makundi ndani ya timu yao, wanakuwa kitu kimoja na kuishi kauli mbiu yao ya kwamba Simba nguvu moja. Aloyce Sagala, tuna takwimu zote za klabu ya Simba kuanzia misimu mitatu. Hem, tuangalie misimu mitatu ndio ya maana zaidi, ambao wamefanya mabadiliko ya makocha. Amekuja, tunaanza kumzungumzia Davis Fadlu aliyeacha timu, ambaye alianza project yake ya timu. Msimu uliopita klabu ya Simba ilijificha kwenye kichaka cha kwamba wanatengeneza timu chini ya Fadlu. Wakati wanatengeneza timu chini ya Fadlu, timu iliweza kufika mpaka finali ya kombe la shirikisho, ambayo ilikuwa ni mara yake ya pili. Mara yao ya kufika ilikuwa ni mwaka 1993. Unaweza kusema jenzi walikuwa hawajazaliwa. 2025 katika huo msimu wanafika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, klabu ya Simba. Fadlu ametengeneza project yake, baadaye anaondoshwa na klabu ya Simba. Tunataka tupitie takwimu za Fadlu. Tunataka tuanze kuwaza sababu kubwa. Leo hii kuna mtu anatazama Data Sports anawaza meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitri Pantev. Unajua kuna maswali yanavuta ni kuvuta. Kila mtu anawaza ilikuwa ni wakati sahihi wao kuachana naye kwa sababu ameshindwa, amefungwa mechi 2 michezo ya kimataifa. Hem, tuweke kabisa michezo kwenye mechi zake 4 alizocheza. Kitakwimu ambazo tutakuja kutupitisha vizuri. Ilikuwa sahihi kwamba mechi 2 tu pekee zilimtosha meneja mkuu wa klabu ya Simba kuondoshwa ndani ya klabu? Hapana, ni kwa sababu tukijaribu kutrace back tukatazama kuanzia msimu wa mwaka 2022-23 ndio pale tunaitazama Simba ambayo ilikuwa kwenye kundi ambalo mwanzo michezo yake miwili ya mwanzo iliweza kupoteza. Simba ambayo ilikuwa kwenye kundi moja na Raja Casablanca, ilikuwa kundi moja na Horoya, ilikuwa kundi moja na Vipers na Simba yenyewe. Kwenye michezo miwili ya mwanzo ilipoteza michezo yote. Kama unakumbuka mchezo wa kwanza anacheza Dar es Salaam dhidi ya Raja Casablanca, Simba alifungwa bao 3-1. Mchezo wa pili anaenda ugenini kucheza na Horoya, akapoteza kwa bao 1-0. Sasa ndani ya michezo miwili Simba alikuwa hajashinda mchezo wowote kimataifa tunazungumzia. Ukija mwaka 2023-2024 Simba pia hakuanza vizuri, naweza kusema kutokana na aina ya wapinzani ambao alikutana nao. Mchezo wa kwanza aliambulia sare ya bao 1-1 dhidi ya timu ya alianza na ASEC Mimosas. Mchezo wa pili anatoa suluhu ya bila kufungana kwa maana ya 0-0 dhidi ya Jwaneng Galaxy. Sasa tukija msimu wa mwaka 2024-25 tunamzungumzia Simba ambaye alicheza mchezo wake wa kwanza pia akashinda bao 1-0 dhidi ya Bravos Dumaquiz. Mchezo wa pili akaenda ugenini kucheza na CS Constantine akaweza kupoteza kwa mabao 2-1. Sijui unaelewa. Sasa ukitazama hiyo trace ambayo hiyo trending ambayo alikuwa nayo kwenye misimu mitatu, kuna misimu ambayo ina relate na msimu huu ambao uongozi wa klabu ya Simba umeona ya kwamba kocha au meneja Dimitri Pantev hajaanza vizuri na wameamua kufanyaje? Kumfungashia virago. Kitu ambacho nimekuja kukigundua ni kwamba kosa ambalo alianza kulifanya Simba
ni kuleta kocha ambaye wanajua hajapata qualifications kwa maana ya vigezo. Ndio. Haiwezekani anatoka kocha ambaye alikuwa na qualifications zote kwa maana ya Fadlu Davids. Unamleta mtu kama Dimitri Pantev ambaye walimleta kama kocha, ila baada ya kufika wakagundua hana qualifications, inabidi apate short course ambaye itampatia qualifications. Ndio. Hapo tunataka tu nikuweke vizuri. Yes. Mwenyekiti wa klabu ya Simba mzee wetu Murtaza Mangungu alizungumza kwenye baadhi ya chombo kimoja akatufanulia vizuri, akasema kocha au Dimitri Pantev ni kocha na lesson pro A ya UEFA ambaye kwa sababu yule ni raia wa Bulgaria, ikumbukwe na lesson yake alionayo ni ya Ulaya. Inapokuja Afrika, kutokana na viwango vya Afrika, ile leseni alionayo Dimitri Pantev inashuka kutoka AAUA UEFA Pro inakuja kuwa FIFA, inakuja na kuwa Africa B Pro, leseni yake alionayo, lakini haimruhusu yeye kusimama kama kocha ndani ya kwenye benchi la Simba. Ilichotakiwa akatuambia kwa sababu ni muda mfupi yeye anaweza kachukua leseni, lakini ana vyeti, qualification zake, vyeti alikuwa navyo. Tunakuja, kuna mawazo yametolewa hapo kwenye swala la vyeti, wakawaza ndio walimleta kocha au meneja mkuu, wakijua kuna baadhi ya vyeti labda analaki hatakuwa kocha mkuu, bali atakuwa meneja mkuu. Ilikuwa kwaje wao Simba wamlete wakati wanajua kuna baadhi some qualification hana? Sasa swali langu ndio lilikuwa nakuja kuibukia hapo ya kwamba yani walifikia vipi conclusion, draw conclusion ya kwamba tunamleta Dimitri Pantev ili hali hana qualifications za kumruhusu kukaa kwenye benchi la ufundi kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia hata ligi, na ndio maana ikabidi wambadilishe na kutoka kwenye ukocha wakampachika cheo cha umeneja, na mpaka anaondoka anatambulika kama meneja mkuu wa klabu ya Simba. Hiyo element yenyewe inaonyesha kwamba kulikuwa kuna udhaifu mahala fulani kwa ukubwa wa Simba. Kwa klabu kama Simba, tatizo ambalo limetokea ni aibu, na matatizo kama yale kufanywa na klabu kama Simba yani inakuwa ni nadra sana, na ndio maana hata mashabiki walionyesha mapema kutokuwa na imani naye. Kuna watu baada ya kuona vile yale mazonge yametokea kwamba tumetangazwa na kuja kocha, tunakuja kuambiwa atakuwa meneja, wakaanza kutia mashaka. Kwa hiyo kuondoka kwake ni kutokana pia na kelele za mashabiki ambao wamekuwa na influence kubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Na tukisema tuangalie trending, Simba kocha ambaye amekaa muda mrefu zaidi ni kocha aliyehudumu Simba mwaka 2001 hadi mwaka 2004, alikuwa ni Mkenya anaitwa Sianga. 2001 mpaka 2004. Miaka mitatu. Sasa wengine wote miaka mitatu ni kocha amedumu muda mrefu. Huo ndio muda mrefu ndani ya Simba kuanzia 2001 hadi 2004. Kuanzia hapo hakuna kocha mwingine yoyote ambaye amehudumu ndani ya Simba kwa muda wa miaka mitatu, hakuna. Sasa inakupatia trending ya kwamba ndani ya klabu ya Simba kumekuwa na maamuzi yanayofanywa pengine kwa kukurupuka, mimi naweza kusema. Leo ingekuwa kwamba kwa mfano mimi natolea mfano Ulaya ambao tunatazama na tunajifunza mambo mengi kutoka kwao. Sijui unaelewa. Klabu kama Liverpool, tazama inavyopitia nyakati ngumu, lakini kocha Arne Slot yupo ndani ya Liverpool. Mechi 7 mfululizo. Anapoteza, lakini bado viongozi wanamuonesha support na matumaini juu yake kwamba huyu tunamwamini na project yetu itatimia kwenye mikono yake. Nenda pale Manchester United, alikuwepo Erik ten Hag. Yule sasa alikwama akaondolewa, akaja Ruben Amorim. Ndani ya Manchester Ruben Amorim hajafanya vizuri kihivyo, lakini anaojiwa bosi wa Manchester mwenye share kubwa pia, Jim Ratcliffe, anasema kwamba huyu kocha tutakuwa naye na tunaamini ya kwamba atairudisha Manchester ambayo ilikuwepo miaka hiyo. Sijui unaamini, unaona kitu ambacho ninacho picha ambayo najaribu kuichora kwa ukubwa zaidi. Mwisho wa siku tunapata conclusion ya kwamba vilabu vya Tanzania havina taratibu, havina utamaduni wa kuvumilia makocha hata kama ni wazuri. Tunakuja kuna mtu alitoa wazo, ni wazo zuri. Unajua swala la michezo anasema wanabidi uwe na mawazo mazuri. Akasema huenda klabu ya Simba ikufanya analysis nzuri ya kocha au meneja mkuu Dimitri Pantev. Kucheza naye mechi moja dhidi ya Gaborone United, kama unakumbuka, Simba walimfunga Gaborone United mechi ya kwanza, lakini mechi ya pili hapa Benjamin Mkapa Simba alipata sare. Aliwapa tough game. Kuna mtu akauliza swali zuri tu, hata mdau wa Data Sports hapo chini unaruhusiwa kudondosha comment yako hapo chini. Mechi moja pekee ya Simba dhidi ya Gaborone United ilitosha kuaminisha kwamba Dimitri Pantev ni kocha ambaye anahitajika, ataendana na falsafa za Simba.
Yani, ndani ya mechi moja tu ambayo Simba wamecheza na Gaborone United, tena hatua yenyewe ni ile preliminary stage ya klabu bingwa barani, yes, ambazo hata magoli yake hayahesabiki. Chochote unachokifanya kwenye ile hatua haihesabi. Mimi nawaza ile hatua ni kusafisha baadhi ambao unajua watu wanakuwa wengi, kwa hiyo tunatafuta njia nyepesi tu ya kuwapunguza. Ile ni njia kuwapunguza. Yes, unajua Hassan, ndio kuna nyakati ambazo vilabu vyetu hivi vya Tanzania, leo tunamzungumzia mnyama, lakini pia nitamgusia mtani wake Yanga. Baada ya kuondoka kocha Mohamed Nasri Nabi, Yanga ilianza kuleta makocha ambao walikuwa wanaanza kuibadilisha falsafa ya Yanga. Ndio Nabi, kumbuka alipofika Yanga alikuta Yanga ambayo ilishavurugika, akaanza kuijenga na aliomba muda. Ninaomba muda fulani nijenge timu. Mwisho wa siku kaifikisha finali ya kombe la shirikisho. Baada ya kuondoka kwa Mohamed Nasri Nabi, makocha walioanza kuja Yanga walianza kuivuruga Yanga. Ndio Yanga mpaka inakuja Romain Folz anakuambia inacheza mpira vieta, kwamba haichezi tena mpira ambao Yanga wamekuwa kiucheza. Na ni moja ya sababu ambayo ilipelekea rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said akafanya maamuzi magumu ya kuachana naye na kumleta kocha mwingine ambaye yupo hivi sasa, Pedro Goncalves. Unaelewa, ndani ya Simba wana falsafa yao. Simba wana jina lao la utani ambao inaitwa ni Lunyas. Lunyas maana yake ni pasi ambazo zinatambaa chini, kwamba wanapiga pasi. Yani ni timu ambayo tunasema inacheza ni ball possession based football. Yes, kwamba ni timu ambayo inacheza ni mpira, inatamani muda mwingi na kuwa na umiliki mpira. Kuthibitisha hilo kwenye michezo miwili ya kimataifa ambayo ninaamini kwa kiasi kikubwa imemfungashia sababu ya kumfungashia virago. Yes, kocha au meneja Dimitar Pantev ni kwamba tutazamie, je, kwenye michezo miwili Simba ilikuwa imiliki mpira? Je, Simba ilikuwa itengeneze nafasi? Jibu ni big no, kwa sababu kwenye mchezo wa Petro, Simba dhidi ya Petro di Luanda, Simba amekuwa na umiliki wa 67%. Asilimia 33 ndizo alimiliki Petro. Mpaka hapo ile falsafa ya umiliki wa mpira kwa Simba tunatia tick. Tunakuja kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Stade Malien. Tuzungumze pasi kabla tujaenda kwenye mchezo dhidi ya Stade Malien. Swala la pasi zimepigwa nyingi. Huwezi kuwa na umiliki mpira wa hivyo, lazima na pasi. Yes, ya obvious zime pasi zitakuwa nyingi tena completed. Yes, kwa sababu hata tukiangalia created chances ambazo zimetengenezwa kwenye mchezo dhidi ya Petro ni nafasi 3. Simba ametengeneza big chances kwenye michezo miwili ya kimataifa, big chances 5. 3 kwenye mchezo dhidi ya Petro, 2 kwenye mchezo dhidi ya Stade Malien. Sasa ukitazama kwenye mchezo wa Stade Malien, Simba amekuwa na umiliki wa 53-54. Unatazama ni kwa kiasi gani kwenye michezo miwili Simba ame-maintain ile falsafa yake ya ball possession based football. Sasa ni nafasi zimetengenezwa, ila tumekuja kushuhudia wachezaji ndio hawakutumia nafasi. Nimeona kwenye maamuzi kama haya viongozi wamefanya kurash. Yani mwenyewe, japo kuna nyakati kocha nilikuwa simuelewi, lakini imekuwa mapema zaidi. Kumbuka amekuja Dimitar Pantev, amekabidhiwa wachezaji ambaye hajasajili mchezaji hata mmoja. Aliyefanya sajili za wachezaji ni kocha aliyeondoka Fadlu Davids. Anakuja Dimitar Pantev kuvaa viatu vya kocha Fadlu Davids, anakuta kila mchezaji ni mpya, kumaanisha ya kwamba kuna wachezaji ambao wameshindwa kuendana na falsafa zake. Ni wachezaji ambao wameshindwa kuendana na mbinu zake. Mtazame, baada ya ujio wa meneja Dimitar Pantev tumeshuhudia roho ya Simba, muhimili wa Simba Jean Shaziaua anaanzia nje, anaingia kipindi cha pili. Hata akianza hamalizi dakika 90 anatolewa. Hiyo inakuonesha kwamba mimi huyu mchezaji kwa aina yangu ya mpira ninaofundisha haendani na falsafa yangu, haendani na mbinu zangu. Kwa hiyo natazamia kuna factors nyingi sana ambazo zilikuwa zikizunguka ndani ya Simba mpaka hapo jana tuliposhuhudia kocha au meneja Dimitar Pantev anapewa barua ya kuondoka, kwa maana ya makubaliano ya pande zote mbili, kwa upande wa klabu ya Simba kama taasisi ambao ndo waajiri wake, na yeye meneja kama mwajiriwa kwa maana ya Dimitar Pantev. Wakati unasoma taarifa kwa umma ya kuachana Dimitar Pantev, meneja mkuu wa klabu ya Simba, usisahau au mapacha wawili wa Kariakoo, Yanga na Simba wako pamoja. Kuna taarifa, tumkumbushe mtu kama atakuwa amesahau. Michael Gamondi alipoteza mechi 2 dhidi ya Tabora United, dhidi ya Azam za ligi kuu. Alikuwa ameshinda mechi 6 zilizobaki. Kwenye mechi 2 tu alizopoteza, haikupita muda asubuhi tuliandika taarifa kwa umma, klabu ya Yanga imefikia makubaliano na aliyekuwa kocha mkuu. Miguel Gamondi akaachishwa kibarua. Lakini Gamondi sio swala la kiutendaji tu. Gamondi ukitazama pia kulikuwa kuna mengi anayotajwa. Kama unakumbuka kwa kipindi kile Yanga ilikuwa ina struggle kuanzia fitness ya wachezaji kiwanjani. Wachezaji walikuwa wanaonekana ni timu ambayo
intensity yake imeshuka sana, ikawa yani Aziz Ki yule ambaye Aziz tunamfahamu, Pacome Zouzoua ambaye tunamfahamu, almost karibia wachezaji wote wa klabu ya Yanga performance yao kiwanjani ilikuwa imeshuka. Kwa hiyo kuondoka kwa Miguel Gamondi ndani ya Yanga ilikuwa inasababishwa na fakta mbalimbali ambazo mbio zilienda kuathiri matokeo ya klabu ndani ya kiwanja. Aloisi Sagala, mimi nayo hatuwezi kumaliza kwa sababu vilabu hivi viwili vya Simba na Yanga. Yanga walifanya chako, Romain Folz akapewa virago vyake mapema akaondoka. Wao Dimitri Pantev ilikuwa ni swala la muda kwa sababu mashabiki walianza kuweka doti mapema tu waliposikia anakuja meneja mkuu badala ya kocha mkuu. Tunamaliza hivyo kwa kusema kwamba na wewe unaruhusiwa, unawaza kama sisi ambavyo tumewaza kwamba ilikuwa ni wakati sahihi wa klabu ya Simba kuachana na aliyekuwa meneja mkuu wao Dimitri Pantev. Lakini kuacha na swali, kwa nini waseme kocha mkuu Suleiman Matola yupo ambaye ni kama kocha mkuu, lakini tunaambiwa klabu ya Simba inaingia sokoni kumtafuta kocha mwingine? Yani wewe unatamani Suleiman Matola apewe mikoba ya kuwa kocha mkuu wa Simba? Ifike wakati Suleiman Matola naye akabidhiwe timu atambulike kama meneja mkuu. Bye na karibu tena. Aliyosimamia show nzima kutoona katika quality ya HD ni si mwingine, ni Mr. Paco. Bye.